Hivi wanataka kucheza mchezo gani? Eti kwa nini wanataka kubadilisha jua kuwa mwezi wakati ni kitu ambacho hakiwezekani? Eti yule dadako mkubwa anaitwa Ndije, huyu ni Kije. Yaani uongo ambao hata ukimdanganya mbuzi hawezi kukubali. Lakini mimi ndo mbea wa kijiji. Ngoja, mimi ndo mbea wa kijiji. Yaani hivi, nimekumbuka. Kuna yule jamaa aliwahi kuishi na Ndije, anaitwa Kintu. Huyo atanipa ukweli wote, lazima nichimbue mpaka nimpate mwanangu. Siwezi kukubali kwa friji hili lilivyo bovu. Hivi Ndije alikuwa ni mtu wa aina gani? Yaani mnafanana kila kitu, na ndio maana hata ulipokuja nikadhani we ni Ndije, ila sijajua kuhusu tabia. Lakini mnafanana kila kitu, upole, ila sasa mnatofautiana kwenye mavazi tu. Si unajua wewe wa mjini, yeye wa kijijini. Na mume wake huyo mwenyekiti, ulikuwa unamfahamu pia? Ndiyo, nilikuwa namfahamu, tulikuwa tunakula naye chakula. Kwa hiyo walivyoondoka hapa kijijini hawakuaga kuwa wanaenda wapi? Hicho ndicho kinachonishangaza mimi. Yaani sikuamini kama Ndije anaweza kaondoka ili hali anajua kwamba mimi sina baba wala mama. Basi tabia zetu hazifanani, mimi nisingeweza kukuacha. Asante Dakije, ila nadhani kuna kitu kilitokea ndio maana ikawa hivyo. Labda. Anyway, ngoja mimi niende sokoni nikanunue mboga. Nikusindikize? Hapana. Wewe andaa moto, nikute umeshaandaa moto huko tayari, ili mimi nikija fasta tu tunaandaa chakula tunakula. Au we njaa ikuume? Njaa inaniuma. Kintu. Kumbe siku hizi unakaa huku. Maana nilienda kule ulikokuwa unakaa zamani, nikaambiwa umeshahama. Mungu wangu we. Jamani. Habari. Nikusaidie nini? We naye. Yaani mtu hata kukaa sijakaa kunisalimia hujanisalimia, ndo kwanza unaanza kunisemesha ovyo. Sikia. Mimi moyoni mwangu hamna nafasi nyingine ya mwanamke mwingine tena zaidi ya Ndije. Sasa kama umekuja na mambo yako. Ishi hapo hapo. Wewe unadhani kila mwanamke anayekuja kwako anakuja kujitongozesha? We vipi? Hebu nitole ubwege hapa. Ondoka basi, umefuata nini sasa? Sijui likoje, mpuuzi nini? Wewe unadhani nimekufuata wewe kwamba hapa nataka kujikomba komba? Sikiliza nikwambie, mimi nilikuja kukuletea habari za huyo malaya wako Ndije. Subiri. Samahani tafadhali. Samahani. Una nini wewe? Yaani wewe kila mtu unayemuona unadhani anataka kujikomba kwa. Umeferi babu, sio kila kichaka yanakubana. Sio hivyo, samahani. Nilifikiri naona nataka kuniletea kama zile zinaleteaga na Siwa. Siwa yule mtoto wa mwenyekiti? Si alikuwa ni mke wako yule? Ndiyo. Mbona hauko naye, ulimwacha? Sikumwacha. Na wala sijui aliko, alitorokaga siku nyingi sana. Na alitoroka na mtoto wangu. Mbona siku nyingi sana, kama miaka 2-3 hivi imepita. Aya, tuachane na hayo. Unajua Ndije alipo? Hapana, sijui. Kwa hiyo, wewe hujui kama Ndije yuko hapa kijijini? Nimesikia kwamba yuko hapa, lakini sijui wapi. Maana nilikwenda mpaka kule kwao lakini sijamkuta. Nikakutana na mtu mwingine kabisa yani. Kwao wapi? Si kule kwao bondeni kule. Kule alishamaga muda mrefu aliyama. Sasa twende nikakuonyesha. Wewe twende. Ngoja. Unarudi kufunga mlango wa nini? Utakuta ameshaondoka. Babu we.
Hebu twende Bolizozo mkubwa wewe. Hii hapa ndo nyumba yao kwa aliyekuwa mkeo. Una uhakika? Ndiyo, na uhakika kuwa anatoka hapo, japokuwa sina uhakika kama ni yeye. Unamaanisha nini? Mimi kwa nilivyomtazama nilimuona ni yeye, Ndije kabisa, ila yeye na mdogo wake wanasema sio yeye. Kwa hiyo nenda wewe kahakikishe. Sijakuelewa. Nenda kahakikishe Kintu. Inawezekana ukakutana na furaha yako. Ila hata mimi naamini ni yeye. Maana nishawahi kukutana naye kama mara 2 hivi. Kweli? Itakuwa ni yeye. Asa, Kintu. Utanikuta nimekaa hapa na kusubiri. Haya, sawa. Haya. Ngoja nitafute na pose kabisa. Sitaki kuonekana mbea mie. Maskini mapenzi haya. Lijitu linapata tabu tafuta mtu. Hodi. Hodi nyumba hii. Hodi. Karibu. Asante. Wewe si yule dogo tulikutana kule? Dogo gani? Si yule tulikutana kule ukaniuliza kama nimemwona dada yako akipita? Kule barabarani. Karibu. Karibu. Asante. Dada yako yuko wapi? Hayupo, katoka. Katoka. Sasa jioni atakuwepo, lakini lazima arudi. Sasa akirudi mwambie mumeo alikuja, alafu mwambie nitarudi jioni. Mumewe? Mbona dadangu mimi hajaolewa? Najua wewe unifahamu. Hata hivyo kipindi hicho ulikuwa bado mdogo. Wewe mwambie tu hivyo atanijua. Na najua naye anatamani kuniona. Niambie, umemkuta? Hapana. Nimeambiwa katoka. Una uhakika hawajakudanganya? Kwa nini wanidanganya sasa? Alafu kwanza nikuulize kitu. Hivi kwa nini uniletea hizi taarifa za kuwepo kwa Ndije? Jamani, mimi si nimekuletea tu taarifa ili ufurahi, uje umuone aliyekuwa mke wako. Au hujafurahi? Nimetaka tu kukusaidia. Kwa nini unisaidie wakati mimi na wewe tufahamiani? Kintu. Wewe tu ndo mimi hunifahamu. Ila mimi wewe nakufahamu vizuri kabisa. Nakufahamu toko naishi na Ndije kabla Ndije hajaanza kuishi na mwenyekiti. Upo. Kwa nini unasema hivyo mume wangu? Unajua leo nimehangaika sana kutafuta mteja wa kununua ile migomba, lakini sijapata. Alafu isitoshe kesho natakiwa tukalipe kodi. Nafikiri nitamwambiaje mwenyekiti? Yaani hilo tu ndo linakunyong'onyesha mume wangu mpaka unakuwa hivyo? Kumbe wewe mwenyekiti mimi nitamwambia nini? Wewe hela hii umetoa wapi? Ni bosi kwani? Ni buso. Hebu tuachane na hayo. Vipi, wamekwambia anarudi saa ngapi? Ameniambia atarudi jioni. Kwa hiyo utarudi jioni? Yeah, nitarudi baadaye basi.
Nitarudi. Usiache kabisa ujue. Haya. Mi naye mbea. Mpaka najikataa. Sio kuombea huku. Eti nauliza kabisa, afu jioni utarudi? Jioni utakuja? Usiache basi, yani kama napata kitu, ila mi ni muongo. Kwanza pa. Afu Nakije, kuna kitu nimesahau kukwambia. Mumeo kaja kuulizia hapa. Mume wangu? Ndiyo, aliniambia kwamba nikikwambia kwamba wewe mumeo kaja kuulizia, wewe utamjua. Au ni yule mjinga ambaye kila siku ananisumbua. Mke wangu, mke wangu, kila anaponiona mimi ananiita mke wangu, mke wangu. Mimi sijui, maana aliniambia kwamba mimi siwezi kujua kwa sababu nilikuwa bado mdogo sana. Ulikuwa bado mdogo? Achana naye, mpuuzi yule. Jamani, mke wangu. We! Tena ishia hapo hapo, unaurudi ulikotoka. Kwani Ndije mke wangu, ni kosa gani kubwa nilokufanyia mpaka unanichukia kiasi hicho? Tafadhali basi naomba unisikilize. Kumbe we ni mwehu Tena utoke hapa nisije nikakuitia mwizi. Tafadhali mke wangu, naomba unisikilize. Nisikilize tu. Tafadhali, naomba. Hebu toka hapa, nitakupigia kelele za mwizi bure. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Hivi kwa nini unanifanyia hivi Ndije mke wangu? Mbona umebadilika sana? Kwa nini? Lakini sintokata tamaa kwako Ndije mke wangu. Nitarudi tena. Wewe Kintu, we Kintu, utakuja kuniua mimi tena jamani. Mwenzangu, niambie kwanza. Jamani, utakuja kuniua na umbea. Niambie, umeonana na mkeo? Na yule mke wako? Eti. Mbona kinyonge tena? Kinyonge tena wakati umeonana na aliyekuwa mke wako. Niambie kwanza. Hivi, kwani muda ule uliniambia kuwa huna uhakika kwa ni yeye? Jamani Kintu. Kintu bwana. Yaani mimi wala hata sina makosa. Mimi wenyewe wameniambia kwamba sio yeye. Sio tena kaniambia asijui wakaniambia sio yeye. Mimi ila mimi kwa macho yangu naona ni yeye, Ndije ni yeye. Lakini wao wanasema sio yeye. Sasa mimi hapo au kwani kuna nini kimetokea? Yaani hata sielewi. Yaani unajua, yaani yule ni yeye kabisa. Lakini amebadilika, amekuwa mtu mwingine. Yaani ananijibu ovyo alafu ananifukuza. Yaani sijui amebadilika, sijui kwa nini amekuwa vile. Kintu, watu huwa wanabadilika. Wao shangai kwa nini kipindi kile alikuacha wewe na akaenda kuishi na mwenyekiti. Si kwa sababu ya kubadilika. Na sasa hivi ndio hivyo kashabadilika. Lakini baadaye alirudi akaniomba msamaha. Hapo hapo. Alivyokuomba msamaha, wewe ulimsamehe? Hapana. Kintu, nipo tayari kufa kwa ubaya wote nilokutendea. Siwezi kukuomba msamaha. Nifanye chochote kile unachotaka. Naomba nisamehe Kintu. Nilikuwa tayari naishi na mtu mwingine, nilikuwa naishi na Siwa na tayari alikuwa na mtoto wangu. Asa wewe hapo huoni kwamba ni yeye kabisa, lakini ameamua tu kufanya kama analipa fulani hivi, yani kama anakulipa kwa sababu wewe alikukuta naishi na mwanamke mwingine. Kwa sababu alishakukuta naishi na mwanamke mwingine, itakuwaje kusamehe kirahisi rahisi? Inakuingia kirini? Basi atakuwa nifanyia makusudi tu ili kulipa kisasi.
ila mimi nafahamu vizuri kuwa ananipenda. Hapo hapo kwenye kukupenda, hapo hapo anapokupenda ndo pakushikilia. Yaani tutahakikisha mwanzo mwisho, yaani tunamweka sawa, yaani atakubali tu. Ni uvumilivu tu. Ni uvumilivu tu. Ila jamani, hata mimi nilikuwa najua kabisa huyu si Ndije. Yaani Ndije alivyokuwa anampenda huyu jamaa mwenye minywele kama mijani ya bangi, isingekuwa rahisi kumfanyia hivi. Ndio maana watu wanauana kwa hasira na kupata kesi bure. Mtu akujui anaanza kukuvamia na kufuata, mara mke wangu, mke wangu. Alafu yule analeta mazoea yule. We mwache tu. Dakije, vipi tena? Si yule mpuuzi. Hebu niambie, maana we ndo unaishi hapa kijijini muda mrefu. Unamjua yule jamaa? Unanichanganya. Jamaa yupi sasa? Si huyo ulioniambia alikuja Yule simfahamu. Nimekutana naye mara moja. Juzi nimekutana naye barabarani. Kafanyaje kwani? Eti amekuja hapa ananiita mimi mke wake, alafu ananiomba msamaha eti kama kuna kosa amenikosea. Ina maana Dakije hamfahamu kabisa? Maana haiwezekani ang'ang'anie kuita wewe mke wake. Namjulia wapi sasa? Mimi nadhani kichwa chake hakiko sawa. Maana unaweza ukamwona mtu anatembea ukaona yuko sawa, kumbe kichwa chake kimejaa nyuki. Wewe Dakije, achana naye huyo. Nitakuja kumuitia mwizi mimi yule kama anifahamu. We ngoja tu. Wewe potezea tu. Hora hora ngwinginge Imana yakumpaye Icho mpa tugahura tugahurubure. Hivi we ni mtu gani usiosikia? Lakini ngoja nikuonyeshe mpuuzi wewe. Subiri mke wangu, subiri. Mke wangu wewe, ina maana kila siku unisikie? Nadhani nikishakubanjua sikio moja ndo utasikia vizuri, mwenda azimu wewe. Mke wangu, tumefikia huko? Yaani pamoja na kuimbia kawimbo ketu ka zamani lakini bado hutaki kunisamehe? Simama hapo bwege wewe. Mbona unanikimbia wakati unaniita mimi mkeo? Yaani mke wangu, huna kabisa tena mapenzi na mimi? Yaani moyo wako umeubadilisha, umekuwa mweusi kabisa? Sogea sasa hapa. Mimi si mkeo. Sogea nikuonyesha hayo mapenzi. Mbona unakimbia kunguru wewe? Mtu gani unakuwa uelewi wewe? Kila unachoambiwa usikii, kila nikikwambia usikii. Sogea sasa nikukate hayo masikio yako, kunguru mweusi wewe. Sawa mke wangu. Nimeelewa kuwa una mapenzi na mimi tena. Sasa nimeamini maneno ya Shonzi kuwa wewe sio Ndije, wala si nitakuja kukusumbua tena. Nimemsikia amemtaja Ndije na Shonzi. Kwani wamefanya nini? Mbona? Vipi ndugu yangu? Acha tu Shonzi. Leo ndo nimeamini maneno yako. Maneno gani? Yaani uliponiambia kuwa unahisi kwamba yule sio Ndije, leo ndo nimeamini kabisa yule sio Ndije. Ndije hawezi kunishikia mimi panga. Panga? Yaani panga kabisa, yaani panga, nakwambia panga. Kanitoa baru, yaani na panga mkononi. Yaani hata siamini. Alafu anasema atanikata masikio yangu mimi eti kwa sababu masikio yangu yasikii vizuri. Usinifanyie hivyo. Ndije anishikia mimi panga.
Sitaki kuamini kwamba ulichokuwa nazungumza ni kweli. Kitu gani? Unajua Kintu alikuwa anasema kwamba yule siye Ndije, yule ni Kije, kwamba Kije na Ndije ni ndugu, na Kije ni mdogo na Ndije ndiye mkubwa. Kivipi? Subiri kwanza. Ndije ni mkubwa, Kije ni mdogo. Vipi Dakije? Mbona kama upo sawa? Ni kweli sipo sawa. Hebu njoo hapa mara moja tuongee. Kuna nini? Yule Mweusi amekuja tena leo. Yule mme wako? Koma wewe, sio mme wangu yule. Dani. Kinachonishangaza, nimemsikia amemtaja Ndije na Shonzi. Sijui wamefanya nini. Au labda alikuwa anamfahamu Dandije pia. Hicho ndo kinachonichanganya. Kama alikuwa anamfahamu kivipi? Lakini Dakije, kuna kitu mimi nakifikiria, lakini tungefanyia uchunguzi kwanza. Kitu gani hiko? Nasikia Dandije kabla ya kuishi na mwenyekiti kuna mtu alikuwa anaishi naye, au ndo huyo? Kwa hiyo baada ya kuniona mimi anadhani mimi ni Ndije, si ndio? Ni mawazo yangu tu. Nadhani hapo uko sahihi, ila inabidi tufanye utafiti ili tupate uhakika na hiki kitu.